Wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, thamani ya mfuko ilikuwa trilioni 4.8 ile Machi 2021. Lakini mpaka kufikia Februari 28 mwaka huu 25, thamani ya mfuko imekuwa zaidi ya trilioni 9.2. Sasa hilo ni ongezeko la zaidi ya 92%. Kwa nini tumekuwa na ongezeko kubwa kiasi hiki katika miaka minne? Na ukizingatia kwamba NSSF imekuwepo muda mwingi tangu enzi hizo ikiitwa NPF tangu mwaka 64. Moja ni hilo ambalo limeeleza sera nzuri za uwekezaji ambao zimevutia sana wawekezaji. Tumesajili wanachama zaidi ya milioni 1 na kuwa specific katika kipindi hiki cha miaka minne mpaka 28 Februari mwaka huu tumesajili wanachama milioni 1,052,176. Na hilo sasa limepelekea ongezeko la michango. Katika kipindi cha miaka minne hii tumekuwa na michango ya jumla ya shilingi trilioni 6.99. Ni takriban trilioni 7 hizo. Sasa ukiangalia zile hesabu zetu za ukaguzi zilizokuwa audited na CAG, utaona hiki ninachosema ni maana gani. Kwa sababu katika mwaka kwa mfano wa 21-22 tuliweza kukusanya makusanyo ya trilioni 1.4. Lakini mwaka uliofuata 22-23 tukakusanya trilioni 1.7. Mwaka wa 23-24 tumekusanya trilioni 1.9. Unaona jinsi ambavyo makusanyo yameongezeka, lakini hiyo inaendana sambamba na ongezeko la michango na wanachama mfuko. Lakini tunavyoongea sasa mpaka Februari matumizi ya tehama yamefikia 87.5. Na tunataka mwishoni mwa mwaka huu tuwe tumefikia 100%. Zile huduma zote ambazo tumeziamaki ziwe automated, tutumie tehama, basi tutatumia tehama. Na katika kuboresha huduma, ukiacha matumizi ya tehama ambayo yametusaidia moja kwa moja, lakini pia kuna swala zito hili la ulipaji wa mafao, shughuli yetu ya msingi. Kama unavyofahamu NSSF na mifuko ya pensheni, jumla la msingi kwa ukiacha mengine haya ambayo tunazungumzia, mwisho wa siku ni kulipa haya mafao. Tumeweza sana kisheria, tunatakiwa kulipa mstaafu siku 60 baada ya kuwa ametoka kazini. Lakini sisi wenyewe ndani kwa kutoa kipaumbele katika jambo hili la huduma kwa mteja, kupitia ile Client Safety Charter tumeweka siku 30. Nimeangalia katika kumbukumbu zetu za mwaka huu wa fedha ambao ulianza Julai mwaka jana mpaka Februari mwaka huu 25. Tuna wastani wa siku 22 za kumlipa mteja pale ambapo anastaafu. Na kwa kweli lengo ni kwenda kwenye siku moja. Nataka mteja akistaafu leo basi kesho alipwe. Kwa hiyo pamoja na sheria kutaka tulipe ndani ya siku 60, lakini tumepunguza mpaka kufikia siku 22, na mwelekeo sasa ni kupunguza mpaka kufikia siku moja. Hayo tutafanya kwa sababu ni moja malengo yetu, na tunaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba yote hayo yanatekelezeka. Lakini pia katika swala la kuboresha huduma kwa wateja, tumehakikisha kwamba wale ambao hawawezi kutumia tehama, ofisi zetu zimesambaa nchi nzima. Tuna ofisi kila mkoa, tuna ofisi kila katika wilaya, lakini pia kuna vituo. Sasa katika mwaka huu uliopita tumeweza kupandisha ofisi, kwa mfano pale Dar es Salaam tumeongeza ofisi zenye hadhi ya kimkoa kwa maana ya NSSF. Kwa kweli ni kuondokana na kero kwa wananchi wetu wa Kigamboni pale. Kama unavyojua lile daraja la Kigamboni pale la NSSF, tumeweza kuondoa kero kubwa kwa wananchi wa Kigamboni na Dar es Salaam kwa ujumla wanaotumia lile daraja. Kama unavyojua Mheshimiwa Rais alipopita pale mwaka juzi alitoa lile agizo la kushusha tozo, na sisi tulitikia baada ya kuwa tumerun numbers na kuona bado tunapata kipato ambacho tunategemea na ambacho hakitaathiri yale matarajio yetu ya uwekezaji katika eneo lile. Sasa ile imekuwa ni nafuu kubwa kwa wananchi wa Kigamboni kwa sababu wanaweza kutumia daraja lile kwa tozo kidogo sana. Labda niwape mfano, kwa sababu pale kuna vifurushi ambavyo watu wanalipa kwa wiki, kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, na wanalipa viwango vidogo sana. Lakini hata yule ambaye hataki vifurushi anayepita kwa siku, tozo ile imepungua sana. Kwa mfano bajaji, nikitoa mfano wa bajaji na bodaboda, mwanzo nilikuwa kila akipita pale analipa 1500. Lakini sasa hivi bodaboda ni nafikiri 300 ukipita pale. Bajaji 500. Kwa hiyo hiyo imeleta unafuu mkubwa, lakini advantage kubwa katika hiyo ni wale ambao wanaopti kutumia vifurushi kwa matumizi ya tehama. Hiyo imewapunguzia sana gharama. Na niwape assurance kwamba uwekezaji ule ni mzuri. Samahani, makusanyo ya mapato pale yanaendelea vizuri. Mwaka ule 21 pale tulikuwa tunakusanya kwa mwaka shilingi bilioni 1.13, lakini sasa tunakusanya zaidi ya shilingi bilioni 1.89 kwa mwezi. In fact makusanyo yote pale tangu tuanze kufanya ile kazi ni zaidi ya bilioni 117. Kwa hiyo tunakwenda vizuri.